tumekuja tunashangaa pia. Mimi nikitazama nyuma tangu nilipojiunga na Baraza la Maaskofu mwaka 1997 nikiwakuta wazee wakiwakilishwa hapa na Mhashamu Baba Askofu Mkuu mstaafu wa Arusha Baba Joseph Atireburu, mmekaa pale. Nchi yetu ilikuwa na majimbo 25 na leo 2026 kwa kuundwa jimbo la Bariadi, nchi yetu inakuwa na majimbo 36. Kwa mahesabu yangu basi huenda ni zaidi ya hayo, lakini ninachotaka kusema kwa vyovyote, kuanzishwa kwa jimbo ni alama ya kukua kwa kanisa, ni alama ya kukua kwa imani ambayo ni msingi wa matumaini yetu, ni alama ya ongezeko la waamini. Mtu anaweza kujiuliza, kwani majimbo yana umuhimu gani? Ndugu zangu wapendwa, majimbo yana jukumu muhimu kwa utume wa kanisa ndani ya taifa. Jimbo lina majukumu mengi yakiwemo utawala wa kanisa, uongozi wa kiroho, elimu na malezi ya makuhani, waamini, huduma ya kichungaji, uenezaji Injili, ushirikiano ili kukuza umoja na kushughulikia masuala mapana ya kijamii kama vile haki, elimu, huduma za afya na kadhalika, utetezi wa haki, amani na utu wa watu wote, kuunganisha imani ndani ya tamaduni mbalimbali. Bulumbi butale kupandika ijimbo na kupandika ndimi ongoro ntale. Mulungu amsugulile Rubango. Wapendwa taifa la Mungu, Bariadi inaanza vizuri sana. Kadiri ya taarifa tulizo nazo kwenye vitabu vyetu hivi, Bariadi inaanza na parokia 16 na parokia teule 2. Lakini tumeona hapa mapadre wanajimbo 34, lakini kuna mashemasi 3, kuna wana mashirika ya maisha ya wakfu mapadre 5, kuna watawa wa kike 20, kuna mafrateri 46. Hii si haba, ni jambo la kumpongeza Mwenyezi Mungu, kumshukuru Mungu. Lakini kwa kweli tumpongeze Baba Askofu Sangu kwa matayarisho haya. Kazi ameifanya kuandaa mpaka tunakuja kupata mambo haya ambayo jimbo hili linaanza nayo. Baba, hongera sana. Kuanzishwa kwa jimbo hili kwa vyovyote kutawezesha ukuaji wa kiroho, manake fursa za huduma zitaongezeka. Waamini watapata fursa kubwa ya kufikia uongozi wa kanisa, kupata sakramenti, lakini kutakuwepo pia ugawaji wa madaraka kukidhi mahitaji ya watu. Lakini uongozi pia wa kiaskofu kushughulikia masuala muhimu ya kichungaji na kijamii kwa ufanisi zaidi. Kutakuwepo ushirikishwaji wa jamii ndani ya eneo
ili kukuza huduma za kijamii, lakini kutakuza pia miito mbalimbali, kuimarisha kazi ya uenezaji Injili, kazi muhimu kabisa. Wapendwa taifa la Mungu, jina Prosper linabeba bahati. Ninyi wana Bariadi mna bahati kabisa. Jina Prosper kutokana na neno la Kinyantuzu prosperous, la maanisha mwenye bahati, mwenye mafanikio, mwenye kustawi. Ndugu zangu wapendwa, Mungu amemtuma kwetu Baba Askofu Prosper alete mafanikio chanya, alete ustawi katika nyanja mbalimbali za kimaisha, kiroho na kimwili. Baba Prosper, jina lako linaashiria kuleta matumaini au bahati nzuri hapa Bariadi. Ukipewa ushirikiano mzuri na wasaidizi wako na wadau wengine katika shamba la Bwana. Jana Baba Masondole alikutahadharisha uwe na watu wanaokuzunguka hapo wazuri. Natumaini waliusikia ushauri wako. Ndugu zangu wapendwa, leo tunapokusanyika kusherehekea kusimikwa kwa askofu wetu mpya, tunafurahi kuadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Siku hii tunamheshimu mtu ambaye maisha yake yanaonyesha uaminifu, unyenyekevu na uthabiti katika mpango wa Mungu, kama Baba Askofu Mkuu Renatus alivyotangulia kutuambia hapo mwanzo wa ibada hii. Mtakatifu Yosefu, baba wa kidunia au baba mlishi kama anavyoitwa wa Yesu, na mume mwaminifu wa Bikira Maria, anatupatia mfano wa uongozi, ndugu zangu wapendwa, wenye kutia moyo ambao unatufaa. Leo tunapokusanyika kusherehekea mlishi kama anavyoitwa wa Yesu katika nafasi hii muhimu na mume mwaminifu wa Bikira Maria, mara nyingi Mtakatifu Yosefu anaitwa mtu mwenye haki, jina linaloonyesha haki yake na utii kwa mapenzi ya Mungu. Ni ajabu, katika Injili tumesikia Yesu alimtii. Yesu aliwatii wazazi wake, wazazi wa kibinadamu hao. Lakini kwa hakika Yosefu ni mwenye utii kwa mapenzi ya Mungu. Tunaona jinsi Yusufu kwanza alivyoitika habari za kimuujiza za ujauzito wa Maria, si kwa hasira au mashaka, lakini kwa imani kubwa na uaminifu katika mpango wa Mungu. Alikubali nafasi yake katika historia ya wokovu kwa utulivu, akijua majukumu makubwa yaliyo mbele yake. Baba Askofu Prosper Limo, ninahisi ulipoambiwa sasa unakuja kupewa jimbo kutoka Arusha ulishtuka kidogo, pamoja na kwamba ulishakuwa askofu, lakini bila shaka ulishtuka kwamba sasa mzigo naenda kuubeba mwenyewe. Kule Arusha ulikuwa unamsaidia mzee wa Arusha pale, Baba Amani, sasa unakuja kuubeba mwenyewe mzigo. Mhashamu Baba Askofu, unakuja kutimiza mpango wa Mungu wa wokovu hapa jimboni Bariadi. Huji kutimiza mpango wako. Mimi nakuona ukifanana na Mtakatifu Yosefu kama mtu wa haki, mpole na mnyenyekevu. Huyu baba ni mpole lakini ni chuma. Wana Bariadi, kaa tayari kunyooshwa.
Lakini baba, utakuja kukutana na watu pia wasiotaka kusikia, ukisimamia, ukihubiri, ukitetea Injili ya haki na ukweli wa Mungu kama msingi wa amani na maisha bora, maisha adilifu, maisha yanayompendeza Mungu, kama vile ilivyokuwa kwa Yosefu akikumbana na wakina Maherode wale. Unakuja kukutana na mazingira ya aina mbalimbali ya vizingiti pia katika utume wako. Ushauri wangu wa kwanza kwako baba askofu, mtumaini Mungu wala sio binadamu. Ukuja kufanya kazi ya kumfurahisha binadamu. We umepata kibali kwa Mungu uwe mchungaji mkuu hapa Bariadi. Hivyo zingatia wosia wa Mtume Paulo kwa Watesalonike anaposema, kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu wala ya udhaifu, ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana Injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Waraka wa kwanza kwa Watesaloniki sura ya 2 aya ya 3 hadi ya 4. Kama ambavyo Paulo hakuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kwa maneno ya juu juu, wachungaji hatupaswi kuficha lolote ovu wala kutafuta utukufu wa wanadamu. Sisi tunautafuta utukufu wa Mungu. Ndilo hilo umekuja kulifanyia kazi baba Limo. Wana Bariadi, siwatishi kwa ujio wa askofu wenu mpya wa kwanza, lakini kama Paulo mtume anavyomhimiza na kumshauri baba yenu huyu, awe mpole katikati yenu, awe mlezi akiwatunza kama watoto wake mwenyewe. Basi baba Limo, fanya yote hayo kwa moyo wote kwa sababu ya Bwana na si kwa ajili ya mtu. Hilo tumekumbushwa jana katika somo la masifu ya jioni, Paulo mtume kwa Wakolosai. Fanya yote hayo kwa moyo wote kwa sababu ya Bwana, si kwa ajili ya mtu. Tunakumbushwa wito wetu wa kuwa wasimamizi wa neema ya Mungu na kutumikia kwa unyenyekevu. Mtakatifu Paulo katika barua yake kwa Wakorinto anazungumzia karama mbalimbali zilizotolewa kwa kanisa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kama askofu, jukumu lako litakuwa kuongoza na kulea karama hizi ndani ya jimbo la Bariadi. Una wito wa kushirikiana na makuhani, walei na washiriki wote wa kanisa, lakini na wadau wengine wote, tukitambua kwamba sote ni sehemu ya mwili mmoja na kila mmoja akiwa na jukumu la kipekee la kutekeleza katika kutimiza utume wa Mungu. Mashamba Baba Askofu Limo, unapoanza safari hii, kumbuka kwamba mfano wa Mtakatifu Yosefu uko mbele yako kila wakati. Kama Yusufu, umeitwa kuwa mlinzi wa kundi lako, mchungaji anayejali mahitaji ya kiroho na ya kichungaji ya watu wako. Katika ulimwengu ambao mara nyingi umejaa mashaka, basi uwepo wako utaleta faraja na matumaini. Uongozi wako utawatia moyo wengine kufuata njia ya Kristo, kujenga jumuiya za Kikristo na kuwa mawakala wa haki, amani na upatanisho. Leo tunatafakari pia umuhimu wa familia kama Mtakatifu Yosefu alivyoonyesha katika utunzaji wake kwa Bikira Maria na Yesu. Mesikia anahangaika kumponya mwana Yesu wakati anawindwa na Maherode. Katika ulimwengu wetu wa kisasa,
Familia ni kitengo muhimu kinachounda jamii zetu na kuakisi upendo wa Mungu. Baba Askofu, unao wajibu wa kuzitia moyo familia zote ili zikue katika imani na upendo, zikimtafuta Kristo pamoja kama ile familia takatifu ya hapo Nazareti. Ushauri wangu kwako Baba Askofu Limo ni huu. Leo unatangaza kuwa umekuja kuwa mtumishi asiye na faida kwa sababu utafanya tu kile unachopaswa kufanya. Haya sio wosia wangu, bali wosia wa Yesu kwa wafuasi wake. Alisema, vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 10. Ndugu yangu, hivyo ndivyo tulivyo maaskofu Katoliki. Unakuja kuhubiri hapa, utafundisha, utatakatifuza, utajenga shule, utajenga hospitali, zahanati na hata nyumba ya askofu. Huenda ukabadilisha sijui. Utaona matayarisho yaliyofanyika hapo. Huenda ukawaza kutengeneza kitu kikubwa zaidi. Itakuwa yote mazuri. Lakini ndugu yangu, yote hayo hayatakuwa mali yako. Itakuwa ni mali ya Kristo, itakuwa mali ya jimbo. Na muda ukifika, wala hutamrithisha ndugu yako chochote. Utayaacha yote hayo na kusepa kama ulivyokuja. Ndivyo anavyofanya pia Baba Sangu, pamoja na nguvu zake kuziweka hapa, kuweka yote hali yafanya. Sasa leo tayari ameambiwa tangu leo ni mwisho kukanyaga huku, aje kama mgeni. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu yangu, moyo mkuu. Lakini Kristo anakupa ahadi kama alivyowapa ahadi wafuasi wake. Anasema, hakika nawaambia, hakuna aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asiyepokea zaidi mara nyingi katika zama hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Injili ya Luka sura ya 18 aya 29 hadi 30. Wana Bariadi, tunaposhuhudia uanzishwaji wa jimbo lenu, na wasihi muwe na moyo mpya wa kujitolea kama wana familia hii mpya ya jimbo la Bariadi. Kubalini kuongozwa, muimarike kiroho, mkisukumwa na nguvu ya kiroho itokanayo na kulipenda neno la Mungu, kuzipokea sakramenti, upendo wa Kikristo na kusali bila kuchoka. Askofu mkuu hapa amekazia hilo, kusali bila kuchoka. Mumpe ushirikiano mchungaji wenu mkuu, na mkifanya hivyo kwa hakika mtalijenga jimbo hili liwe safina ya uokovu kwa watu wote. Sisi kutoka pande zote za nchi hii na nje ya nchi tumekuja kuwaunga mkono, kusali pamoja nanyi, kuwatia moyo. Basi fanyeni kazi pamoja, muongozwe na Roho Mtakatifu kukuza kanisa ambalo limejikita katika mafundisho ya Kristo na kujitolea kwa hudumia wahitaji mbalimbali. Tuigeuzie mioyo yetu kwa Mtakatifu Yosefu na Mama Maria, tukiwaomba maombezi yao. Mwenyezi Mungu awaongoze. Mwenyezi Mungu ampe afya njema askofu wenu. Mwenyezi Mungu alibariki jimbo la Bariadi, awajaze nguvu, umoja na kujitolea kwa dhati kwa utume mnaokabidhiwa na Kristo leo. Ndugu zangu wapendwa, na tufurahie zawadi ya askofu wetu mpya, tukimheshimu Mtakatifu Yosefu, mlinzi wa kanisa Katoliki na mlinzi wetu. Mfano wake
utupe msukumo wa kutekeleza miito yetu kwa uaminifu na upendo tunapoendelea na safari yetu pamoja kama kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.